Winome TV. Sisi ni familia mpya. Mimi naitwa Yohana Msita, makamu mwenyekiti wa Singida Black Stars. Kiongozi, kwanza kabisa mmefanikiwa katika hii hatua ya kwanza ambayo mlizungumza. Pengine watu wanataka kujua ni jitihada gani au kwa namna gani mmeweza kupambana mpaka kufikia hatua hii iliyofuatia, na hatua inayofuatia inatarajiwa kuanza lini au kwa wakati gani? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo jambo hili tumelianza, na tunaamini Mungu amekuwa pamoja na sisi. Lakini kwa kweli tunashukuru kwa namna ambavyo tumefanikiwa kwa hatua hii mpaka tumefanikisha kuzindua uwanja huu. Sio jambo dogo na ni jambo muhimu sana na kwa mustakabali wa timu yetu, lakini kwa mkoa pia wa Singida. Tunashukuru Mungu na tumefanikiwa kuanza na uzinduzi wa mechi. Hatua inazofuata sasa ni kuangalia namna gani tutaendelea kukamilisha huu uwanja. Kama unavyoona yako baadhi ya mapungufu hayajakamilika. Kwa hiyo tunakwenda hatua hadi hatua na tutafika mahali pazuri ambapo tunatarajia kufika. Kwa hiyo uzinduzi huu kwanza unamaanisha kwamba soka la mkoa wa Singida linakwenda kunyanyuka, linakwenda juu kwa maana ya maendeleo katika mpira wa Tanzania, hususan pia ni Singida. Na huu ni mwanzo, tunatoa mifano na watu wengine waweze kuiga, kwa sababu unapozungumza ukuaji wa soka huwezi kuzungumza bila kugusia viwanja vya mchezo. Tunaenda in phases kwa awamu. Nadhani hatua inayofuata tumeshaona mapungufu na changamoto gani ambazo zimejitokeza. Kwa hiyo katika hatua ambazo tunaendelea nazo mbele, tutafika mahali sasa namna kuangalia ujenzi wa majukwaa ambao pia anaweza kukinga kwa adha kama ya mvua na jua na vitu kama hivyo. Tutafika mahali pazuri. Mimi nitoa wito kwa wana Singida, kwa mashabiki wote wa mpira wa Singida na wanaoipenda Singida Black Stars, kwanza kuipenda timu yetu. Ndio timu pekee ambayo inashiriki ligi kuu na bado inafanya vizuri sana. Kwa hiyo wito wangu tujitokeze kwa wingi na kucheza, lakini tuipende pia na kuisupport. Wawekezaji sasa milango iko wazi, kwa sababu tunaposema mpira huwa ni ajira. Manake tunapokuwa na facilities kama viwanja vya mpira, manake wawekezaji wa mahoteli wa mambo mbalimbali wanaruhusiwa sasa kuja hapa. Na of course kama tunapokwenda kwenye baadaye huko mashindano ya AFCON na vitu kama hivyo, huwezi jua, naweza kuja timu ikafanya mazoezi hapa. Kwa hiyo tunahitajika uwekezaji wa mahoteli na mambo kadha wa kadha.